Katika safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Matendo, tumegundua tena ukweli kwamba hakuna fursa bila upinzani. Na leo hii kuna makanisa mengi, kwa bahati mbaya, yanayofifia badala ya kustawi, na mara nyingi hii inatokana na uwepo wa upinzani. Tumeona kanisa la Yerusalemu likikabiliwa na upinzani na Petro akiokolewa kwa muujiza kutoka gerezani. Sasa mtazamo wa somo letu unarudi kwa Paulo na Barnaba. Matendo 11 ilituambia kwamba Barnaba na Sauli walienda Yerusalemu wakiwa na zawadi kwa waumini wahitaji waliokuwa huko. Sura ya 12 ilimalizia kwa kutuarifu kwamba walikuwa wamerudi Antiokia. Sasa leo tuko katika sura ya 13 na tunajifunza kwamba kanisa la Antiokia limeunda timu nzuri ya uongozi ya wanaume 5. Kwa kweli, tunawatambulishwa tunapofungua sura hii kwenye mstari wa 1. Sasa kulikuwa na katika kanisa la Antiokia manabii na walimu: Barnaba, Simeoni aliyeitwa Niger, Lukio wa Kirene, Manaeni rafiki wa muda mrefu wa Herode mtawala, na Sauli. Sasa kuna ofisi mbili zinazofanya kazi hapa katika kanisa hili. Kwanza, kuna ofisi ya nabii. Manabii wataendelea kuwepo katika kanisa la mwanzo hadi litakapomaliza hatua yake ya kuundwa, hatua ya msingi, na hiyo itakamilika pale ufunuo wa Agano Jipya kutoka kwa Mungu utakapokamilika. Pili, kuna ofisi ya mwalimu. Jukumu la mwalimu ni kufafanua na kutumia neno la Mungu lililofunuliwa, na jukumu hilo lipo hadi leo. Basi wanaume 5 tofauti wametajwa hapa kama viongozi wa kanisa hili la mahali. Barnaba ametajwa wa kwanza. Yeye ni muumini Myahudi. Tayari tumesha soma kidogo kuhusu huduma yake. Sauli wa Tarso ametajwa wa mwisho. Na kwa njia baadaye kidogo katika sura hii ataitwa Paulo kwa mara ya kwanza. Sauli lilikuwa jina lake la Kiyahudi, Paulo ni jina lake la Kirumi. Na kadri huduma yake inavyozidi kuelekezwa kwa watu wa mataifa, atajulikana kwa jina lake la Kirumi, Paulo. Pia aliyeorodheshwa hapa ni Simeoni ambaye aliitwa Niger. Niger ni neno la Kilatini linalomaanisha mweusi, kuashiria kuwa yeye ni mtu mweusi. Wasomi wengi wa Biblia wanamtambulisha kwa njia kuwa yule aitwaye Simoni wa Kurene, yule aliyebeba boriti ya Kristo hadi Golgotha. Sirene iko katika Afrika Kaskazini. Kweli, anayefuata kwenye orodha hapa ni Lucius. Yeye pia anatoka Kurene. Na hatimaye kuna Manaen. Mstari wa 1 unatupa maoni ya kuvutia kwamba alikuwa rafiki wa kudumu wa mfalme Herode. Sasa huyu ni Herode Antipa, mtawala mwenye hatia ya kumkata kichwa Yohana Mbatizaji. Huyu ndiye Herode yule ambaye Yesu alisimama mbele yake alipokuwa akihukumiwa. Sasa neno la Kiyunani linalotumika kuelezea uhusiano wa Manaeni na Herode ni syntrophos. Inaonyesha mtu ambaye alilelewa pamoja na mwingine. Unaweza hata kutafsiri kama ndugu wa kufikia. Sasa hatujaelezewa maelezo yote, lakini kuna ushuhuda mkubwa hapa katika maisha ya Manaen, sivyo? Fikiria ndugu wawili kama vile wote walilelewa pamoja katika jumba moja, katika familia moja ya kifalme. Lakini kwa neema ya Mungu, ndugu wa kufikia wa Herode anakuwa mhudumu, Herode anakuwa muuaji. Kwa hiyo unaweza kufikiria, unajua, uongozi wa kipekee hapa katika kanisa hili. Walikuwa wanawakilisha makabila tofauti, asili tofauti. Una Wayahudi na watu wa mataifa, una matajiri na watu wa tabaka la kati. Sasa wote wanashirikiana kwa umoja. Si kwa sababu wanafanana, bali kwa sababu wanamilikiana katika familia ya Mungu. Sasa mstari wa 2 unatueleza kwamba walikuwa wanamwabudu Bwana na kufunga.
Ukweli kwamba walikuwa wanafunga unaonyesha kuwa walikuwa wanatafuta mwongozo kutoka kwa Bwana. Inawezekana walikuwa wanahisi jukumu la umisheni nje ya Antiokia na Roho Mtakatifu anawapa mwongozo wazi. Anasema hapa kwenye mstari wa 2, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaita. Kanisa linaitikia kwenye mstari wa 3, waliwawekea mikono na kuwatuma waende zao. Sasa sitaki upoteze hili hapa. Kimsingi wanawatuma Paulo na Barnaba kwenye uwanja wa misheni, ambayo ina maana kwamba wanatuma karibu nusu ya wafanyakazi wao wa kichungaji. Hii ni wakati kabisa hapa, mpendwa. Kwa mara ya kwanza katika Agano Jipya, kanisa la mtaa huhisi hitaji la kufikia zaidi ya wao wenyewe na wako tayari kutuma wawezavyo. Naam, wanaenda. Hatimaye wanatua kwenye kisiwa cha Kupro. Hii ni nchi ya asili ya Barnaba. Na mstari wa 5 unatueleza hapa, wakawahubiri neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi. Basi wanaanza katika masinagogi ya Kiyahudi, jambo ambalo litakuwa desturi yao. Hatujui majibu yaliyotolewa katika masinagogi ya Kupro kwa njia yoyote ile, lakini tunajua kwamba Injili itapata mwitikio mkubwa miongoni mwa watu wa mataifa. Sasa mstari wa 5 unaongeza hapa kwamba kijana Yohana Marko yuko pamoja nao, anawasaidia, labda anawabebea mizigo yao na kushughulikia mahitaji ya kawaida. Basi ni suala la muda tu kabla hawajakutana na upinzani, na wanapofika upande wa magharibi wa kisiwa, wanakutana na wanaume wawili. Mstari wa 6 unatueleza wakakutana na mchawi fulani, nabii wa uongo Myahudi aitwaye Barjesu. Alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili ambaye aliwaita Barnaba na Sauli na kutaka kusikia neno la Mungu. Sasa Barjesu anaitwa Elima hapa kwenye mstari wa 8. Anajihusisha na uaguzi, anafanya uchawi wa kishetani, sanaa za giza. Ni wazi ana nguvu kwa sababu amekuwa mshauri wa Sergio Paulo, mtu ambaye leo tungeweza kumuita gavana wa Kipro. Sasa Sergio anaonekana kuwa na hamu ya kusikia kutoka kwa Sauli na Barnaba. Hata hivyo, hapa mstari wa 8 unatueleza kwamba Elima aliwapinga, akijaribu kumgeuza liwali asiweze kuamini. Basi wapendwa, anajua wazi kwamba usalama wa kazi yake uko hatarini. Atajitahidi kuwazuia hawa wamishonari wasimkaribie gavana. Sasa Sauli anazungumza moja kwa moja na Elima hapa kwenye mstari wa 10. Wewe mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, umejaa udanganyifu na uovu. Je, hutakoma kupotosha njia zilizonyoofu za Bwana? Hili ni la moja kwa moja sana. Ngoja nikuambie wapendwa, kanisa linaweza kujifunza jambo kutoka kwa Sauli hapa. Hakuketi chini kuanza kujadiliana na Elima. Atajaribu kutafuta mwafaka fulani ambapo, unajua, wanaweza kushirikiana kusafisha utamaduni pale. Hamuulizi Elima ushauri juu ya jinsi ya kufikia ngazi za juu za dunia ya kisiasa. Paulo hafanyi hata moja ya hayo hapa. Kwa kweli anamuita hapa mwana wa Ibilisi, mdanganyifu. Neno ambalo Paulo anatumia kwa udanganyifu linamaanisha hasa chambo. Linatoka kwenye ulimwengu wa uvuvi ambapo mvuvi anaweka chambo kwenye ndoano yake. Mvuvi anajaribu kumdanganya samaki afikiri atapata chakula cha jioni, lakini badala yake yeye ndiye anakuwa chakula cha jioni. Sasa Elima amekuwa akimwekea Sergio chambo cha mambo ya kuvutia ili kumtoa kwenye ukweli na kwa kweli kumpeleka kwenye maangamizi ya kiroho. Paulo anamwambia nabii huyu wa uongo hapa kwenye mstari wa 11, mkono wa Bwana uko juu yako na utakuwa kipofu na hutaweza kuona jua kwa muda.
Na tunaambiwa mara moja ukungu na giza vilimshukia na akaanza kutafuta watu wa kumshika mkono na kumwongoza. Hii ni kejeli, sivyo? Elima ametumia maisha yake yote akiwaongoza watu kwenye giza. Sasa hukumu ya Mungu inampeleka kwenye kipindi cha giza ambapo hawezi kuona. Kwa njia, hatuisikii tena habari za Elima, lakini tunasoma kuhusu mwamko wa kiroho hapa kwenye mstari wa 12. Kisha liwali akaamini alipoona yaliyotokea, kwa maana alishangazwa na mafundisho ya Bwana. Kweli haya yote yananikumbusha angalau sifa tatu ambazo zinapaswa kuonekana katika kanisa leo, lakini kwa bahati mbaya mara nyingi hazipo. Kwanza, tunahitaji macho wazi ili kuona mashamba ya utume duniani. Ni rahisi kwa kanisa leo kupima mafanikio yake kwa idadi ya watu wanaoketi. Tunahitaji kupima mafanikio kwa idadi ya watu tunaowatuma. Tunahitaji macho yaliyo wazi kuona fursa ambazo Mungu anatupa kwa ajili ya huduma ya Injili nje ya kuta za majengo yetu ya kanisa. Pili, tunahitaji mikono imara inayoshikilia kama vile ukweli wa maandiko. Adui wa kanisa anataka kutunasa, anataka kutupotosha, anataka kupunguza nguvu ya ukweli kama Elimas, ambaye alichukua kilichokuwa sawa na kukipindisha. Tatu, tunahitaji mioyo yenye ujasiri ili kuiambia dunia yetu ukweli wa Injili. Acha nikuambie, tunapokuwa kama Paulo na Barnaba, tunapokuwa kama kanisa la Antiokia, hatutaona makanisa yakikunjamana. Tutaona makanisa yanastawi kwa utukufu wa Mungu. Naam, hadi tutakapoanza safari ijayo wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.